Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii niliyopata ya kusimama hapa mbele yenu. Leo nitakwenda kutoa ushuhuda wangu wa maisha yangu, alafu kwa pamoja tutajifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa jina naitwa Lusungu Muhenzi. Namshukuru Mungu, nimezaliwa kweli katika familia ambayo watu au wazazi wangu wameokoka, na katika familia yetu zaidi tu ya kuokoka, wazazi wangu ni wachungaji. Lakini mimi tangu kuzaliwa kwangu, nilipozaliwa na pamoja na kuwa katika familia hiyo, kuna jambo moja ambalo kweli sikulifahamu kabisa. Pamoja na kusikia sana neno la Mungu, lakini kuna kitu kimoja sikufahamu kwenye maisha yangu, na pia nilikuwa sijui kama kitu hicho sikifahamu kwenye maisha yangu. Kitu ambacho mimi sikukifahamu ilikuwa ni Injili kamili. Kitu hiki kweli sikukifahamu kabisa kwenye maisha yangu mimi. Niliishi na nilisikia neno kwa muda mrefu, lakini nini maana ya Injili kamili, hili jambo kwenye maisha yangu sikulifahamu. Lakini nitaelezea kitu gani ambacho sikukifahamu na kwa namna gani ambapo niliweza kufahamu kitu hiki. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutana na Missionary Choice sasa hivi ni miaka 12 imefika, tangu mwaka 2008 mimi nimekutana naye nilipokuwa nasoma shule ya Bush Technical. Pale nilipata nafasi ya kukutana naye. Kwa hiyo alianza kunieleza kitu hiki kuhusu Injili kamili, nikagundua kwamba kweli hii kitu mimi sikukifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ni neno la Mungu. Biblia inasema Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 kabisa, hapo mwanzo Mungu. Hapo mwanzo Mungu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini Mungu alipoziumba mbingu na nchi, Mungu aliumba vitu vyote kwa kanuni yake ya uumbaji. Mungu aliumba samaki, akawapa mapezi ili kwamba samaki waweze kuishi majini. Lakini Mungu aliumba ndege wana mabawa. Ndege hawa wamepewa mabawa ili wafanye nini? Waweze kuruka angani. Mungu akaumba miti. Alipoumba miti, Mungu alipa mizizi ili mizizi iweze kukaa kwenye ardhi na mti uweze kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo samaki anapokuwa kwenye maji anakuwa na furaha sana. Hii ni asili. Na mti ambao una mizizi ndani ya ardhi ni mti ambao una afya. Lakini katika uumbaji huu wote wa Mungu alikuja akamuumba binadamu. Binadamu huyu ni mimi. Binadamu huyu ni wewe. Kwa hiyo huu ulikuwa ni uumbaji wa Mungu. Mungu baada ya kuumba vitu vyote akamuumba binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Mungu akamuumba mtu kwa sura na kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura na mfano wa Mungu ambao Mungu alimuumbia mwanadamu
kwa kanuni ile ile ya uumbaji ambayo tumeiona kwa samaki, kanuni ile ile ambayo tumeiona kwa miti, Mungu alimuumba mwanadamu akampa roho, sura na mfano wa Mungu. Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu akampa roho wake. Akampa roho ya huyu mwanadamu kumfahamu Mungu. Hii ilikuwa ni mwanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa. Waliumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Mungu baada ya kumuumba mtu akampa mamlaka, akampa uwezo. Kwenye mstari wa 28 akasema, nenda katawale samaki wa baharini na viumbe vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanadamu alipewa kwanza roho hii ili kwamba aweze kushirikiana pamoja na Mungu. Hii ilikuwa ni kanuni ya Mungu ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna jambo ambalo lilitokea kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Mungu baada ya kumuumba mwanadamu alimpa neno kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 kwamba utakula miti yote ya matunda isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini mwanadamu huyu kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 6 tunamwona nyoka anatokea. Nyoka huyu anamdanganya mwanadamu. Anamwambia unaweza kula. Hawa akamwambia hapana, tumeambiwa tusile kwa sababu siku tukila tutakufa. Shetani akamwambia hapana, Mungu anajua siku mtakapokula mtakuwa kama yeye. Kwa hiyo unaweza ukala. Kwa hiyo wakati ule baada ya Hawa kusikia yale maneno, kusikia neno jingine tofauti na neno la Mungu. Kumbuke mara ya kwanza mwanadamu alikuwa amepewa neno la Mungu, lakini sasa shetani analeta neno la kwake tofauti. Kwa hiyo baada ya mwanadamu kusikia hili neno, Hawa akadanganyika, akachuma kwenye ule mti akala. Alipokula lile tunda, hii ikawa ni mwanzo wa mwanadamu kuachana na Mungu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Mwanadamu alipewa roho, lakini sasa hivi roho yake sasa inakufa. Kwa sababu gani? Anamsikiliza shetani. Kwa hiyo nini kilichotokea hapa? Kuachana na Mungu. Kuachana na Mungu. Lakini nani alisababisha hii? Shetani. Nini kilichoingia ulimwenguni wakati ule? Warumi 3 mstari wa 23. Dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu ya huyu mwanadamu wa kwanza kumsikiliza shetani. Biblia inasema hivi, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwenye Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu? Biblia inatueleza kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Baada ya dhambi kuingia ulimwenguni ikasababisha mauti. Kwa hiyo watu wote wakawa wamefanya dhambi. Kwa hiyo kupitia mwanadamu mmoja tu dhambi ikaingia ulimwenguni. Lakini shetani alikuwa ni sababu ya haya yote. Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa zake ndizo mpendazo kuzifanya. Yeye alikuwa muongo tangu mwanzo. Kwa hiyo haya ni matatizo ya asili ya binadamu. Kuachana na Mungu, dhambi pamoja na shetani. Haya ni matatizo ya asili ya mwanadamu. Kweli ukweli huu mimi sikuufahamu katika maisha yangu. Sikujua hiki kitu kabisa. Sikufahamu. Kwa hiyo baada ya matatizo haya nini kikatokea? Huyu mwanadamu sasa kukawa na shimo katikati hapa. Kuna kuachana na Mungu. Mwanadamu huyu sasa hawezi tena kukutana na Mungu kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa sababu gani? Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na sura na mfano wake, alimpa roho ya yeye kushirikiana pamoja na Mungu. Lakini sasa matatizo haya yametokea. Mwanadamu hawezi tena kukutana na Mungu. Kwa hiyo mwanadamu huyu ambaye ni mimi sasa hana budi bali kuingia katika
hali 6 za wasioamini. Hali 6 za wasioamini. Hali 6 hizi za wasioamini, ya kwanza ni nini? Namba moja kabisa tumeona Biblia inatuambia kwenye hii Yohana 8 mstari wa 44. Mtu huyu ambaye mwanzo kabisa alikuwa anashirikiana pamoja na Mungu, alikuwa pamoja na Mungu. Mungu alimuumba ili akae pamoja naye, ashirikiane, akipewa roho. Sasa hivi Biblia inasema katika Yohana sura 8 mstari wa 44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa zake ndizo mpendazo kuzifanya. Huyu sasa amekuwa mtoto wa Ibilisi. Ukweli huu mimi sikuufahamu. Niliishi siku zote nikiwa najua mimi nimezaliwa tu nikiwa ni mtoto wa Mungu, nimezaliwa nikiwa mtu msafi. Nilifikiri nimezaliwa nikiwa hivyo. Lakini bila kujua nilikuwa tayari nimetumbukia hapa, kwa sababu Biblia inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hiyo watu wote wamefanya dhambi. Hiyo ni Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu huyu mwanadamu alikuwa amepewa roho ya kumjua Mungu, alikuwa amepewa roho, aliumbwa akiwa na asili ya kuwa na roho. Mwanadamu huyu kila wakati anatamani sana kuabudu. Anatamani sana kuabudu kwa sababu alipewa roho. Lakini sasa ataabudu nini? Na sasa hivi ameachana na Mungu. Hali yake yupo katika hali ya kuachana na Mungu. Hakuna kitu kingine cha kuweza kuabudu. Mwanadamu huyu sasa hivi anaingia kwenye kuabudu sanamu. Tunaona kwenye Kutoka sura ya 20 mstari wa 4 na mstari wa 5. Huyu mwanadamu anaingia kwenye kuabudu sanamu, kufanya ibada ya sanamu, kwa sababu mara ya kwanza aliumbiwa roho ambayo inamjua Mungu, lakini sasa ameachana na Mungu. Ataabudu kitu gani? Hamna kitu kingine cha kuabudu. Kwa hiyo wakati mwingi anafikiri labda namfanyie Mungu ibada, lakini kweli hamfanyii Mungu ibada. Mimi wakati fulani kweli, hata nilipokuwa nikiomba maombi yangu, nilikuwa nikiomba nikipata majibu kabla ya kufahamu Injili. Nikiona vitu fulani vya kimwili vimetokea, najua kweli Yesu ni mzuri, kweli Yesu ananipenda. Kumbe nikiomba Yesu ananipa majibu. Nisipopokea majibu, inawezekana Yesu sio mzuri. Kwa hiyo nikawa naishi namna hiyo. Kutokana na kuishi namna hii, ni kama nilimgeuza Yesu kuwa sanamu ya kunipa kitu fulani na kunirudishia, kunipa kitu fulani. Nikipata kitu, kweli Yesu mzuri. Nisipopata kitu, hapana. Kwa hiyo hii ni kama nilikuwa nafanya ibada, lakini sio ibada halisi, kwa sababu sikufahamu ukweli huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu mwanadamu ambaye sasa ameanza kuabudu sanamu, tunafahamu furaha ya kweli ya mwanadamu ni yeye kuwa pamoja na Mungu. Kama vile furaha ya kweli ya samaki ni yeye kuwa kwenye maji. Ukimtoa samaki nje ya maji atafurahi? Hapana, haiwezekani, hawezi kufurahi. Wokovu wa samaki ni kumchukua samaki yule na kumrudisha kwenye maji. Samaki huyu atafurahi sana. Lakini sasa huyu mwanadamu ambaye ilibidi amwabudu Mungu, sasa hivi anaabudu sanamu, akifikiri atapata utoshelevu ndani ya moyo wake, lakini haiwezekani. Kwa hiyo huyu mwanadamu anapata kitu gani? Matatizo ya kiakili. Ndio maana Biblia inasema kwenye Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mizigo hii sio kama matofali fulani labda au mifuko ya simenti, kwamba Yesu anasema tupeleke hii mifuko au tupeleke. Hapana, sio mizigo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu ndani yake amekosa furaha, amekosa utoshelevu. Kweli hata mimi kuna wakati nilifunga sana, hata nilipokuwa nipo shuleni, na niliomba sana, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya mambo yangu ya kimwili. Lakini wakati mwingi ndani ya moyo wangu nilikuwa naona utupu, nilikuwa naona giza, nilikuwa napata matatizo, napata limitation, yani vikwazo lazima vinakuwa vingi. Kwa hiyo nashindwa kuelewa kwa nini napata vikwazo kwenye maisha wakati nimezaliwa kwenye familia ambayo ina watu wanaomjua Mungu. Kwa nini napata vikwazo? Sikufahamu jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanadamu wengi wana matatizo ya kiakili, wanashindwa kukosa utoshelevu ndani ya maisha yao. Haya matatizo
ya kiakili ambayo yamejificha, kweli mtu hawezi kuona, na wala wakati mwingine mtu anaweza asimwambie mtu mwingine, lakini baadaye hata kama nikijaribu kuyaficha yatatokea tu kwa nje. Biblia inasema kwenye Matendo sura ya 8 mstari wa 4 hadi mstari wa 8, hapa anakuja kutokea matatizo ya kimwili. Matendo sura ya 8 mstari wa 4. Katika mji wa Samaria kulikuwa kuna watu wengi sana ambao baada ya kuwa wamekosa majibu haya wakapata na matatizo ya kiakili, lakini hasa matatizo haya yakajitokeza kwa nje kama magonjwa, yakajitokeza kwa nje kama kukamatwa na mapepo. Mtu anaonekana sasa ana mapepo. Lakini mwanzo kabisa ni nini? Matatizo, chanzo kikuu ni nini? Matatizo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio chanzo kikubwa. Mwanadamu anakuja kwa kuingia kwenye matatizo haya. Mwanadamu huyu anapata magonjwa. Tunaona hata siku hizi magonjwa yanayoua sana, sio magonjwa ya kuambukiza. Pamoja na kwamba corona ipo, ni ugonjwa wa kuambukiza, hata sasa tunaona hili ni tatizo kubwa kwenye ulimwengu, lakini ni tatizo la kutokea. Lakini yako magonjwa mengine ambayo asili yake ni mwanadamu anapata msongo wa mawazo kutokana na kukosa majibu ndani ya maisha yake. Anapata msongo wa mawazo. Akipata msongo wa mawazo, nini kinachotokea baadaye? Anapata magonjwa haya ya nje. Magonjwa ya moyo, magonjwa ya kiakili, mtu anachanganyikiwa, hawezi tena kufanya jambo lolote. Ni hii matatizo ya kimwili yamekwisha kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi kabla ya kufahamu kwenye maisha yangu hali yangu hii kwamba kuna matatizo ya kimwili yanatokea, wakati mwingine nikikosea au wakati mwingine nikiangukia kwenye kufanya dhambi, nilikuwa nashindwa kuelewa kwa nini mimi napata matatizo, au kwa nini hata naumwa, au kwa nini duniani kuna matatizo wakati mimi ni mtoto wa Mungu. Sikufahamu kabisa kwamba mimi inakuwa inapata matatizo, sikuelewa. Lakini taratibu nikaanza kuelewa sababu ya kwa nini matatizo haya ya kimwili yanatokea. Sina budi, kwa sababu asili yangu ni hii. Matatizo haya ya kiroho nilikuwa nimezaliwa nayo. Kwa hiyo huyu mwanadamu akipata matatizo ya kimwili, akapata magonjwa, siku moja huyu mwanadamu anakufa. Akifa, Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Ebrania sura ya 9 mstari wa 27. Huyu mwanadamu hatima yake imekwisha kuamuliwa. Kwa hiyo hii ni hatima ambayo hata mimi nilikuwa nimekwisha kuamuliwa. Kama nisingefahamu ukweli wa Injili kamili, Jehanamu ilikuwa inanisubiri, kwa sababu ukweli huu sikuufahamu. Kwa sababu sikufahamu hii shida yote, hata baada ya kufa nini kitakachotokea. Lakini huyu mwanadamu akisha kufa, kwa sababu hali yake ni hii, bado ameachana na Mungu, akifa anakwenda Jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ingekuwa ni mwanadamu tu yeye peke yake kufa na kwenda Jehanamu, tungesema labda afadhali. Lakini sasa yeye ameshindwa kufahamu ukweli, alafu katika hali hiyo ya kutokufahamu ukweli amepata mwenza, wamefunga ndoa, wamepata watoto. Baada ya kupata watoto, hata watoto hawa hajawaeleza ukweli huu wa Injili kamili. Kwa hiyo matatizo haya ya kiroho ambayo yeye alikuwa nayo anayarithisha kwa vizazi vinavyofuata. Watoto wake nao hawajui ukweli huu wa Injili. Kwa hiyo tunaona kwenye Luka sura ya 23 mstari wa 28, wanawake hawa wanamlilia Yesu alipokuwa anakwenda msalabani. Yesu akamwambia, msinililie mimi, bali jilieni ninyi nafsi zenu na watoto wenu. Maana yake nini? Urithi wa kiroho. Urithi wa kiroho ni muhimu sana. Tunaacha nini kwa vizazi vinavyofuata? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka wakati Yesu alipokuwa anasulubiwa, alipotaka kusulubiwa, baada Pilato aliuliza, nimwachilie nani, nimfungulie nani? Yupo huyu mwizi Baraba au nimwachilie Yesu? Wale watu walisemaje? Mfungulie Baraba, alafu msulubishe Yesu. Alafu
ukishamsulubisha damu yake iwe juu yetu sisi. Hawakuishia hapo. Wakasema na nani jamani? Na watoto wetu. Ilikuwa ni urithi wa ajabu, ni urithi sio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu urithi unaachwa. Lakini mwanadamu huyu ambaye amezaliwa katika hali hii, matatizo haya yote yamemkuta huyu mwanadamu asiyeamini. Hii ilikuwa ni hali yangu mimi. Kila nikijiangalia, pamoja na kwamba nakwenda kanisani naabudu, lakini nagundua bado kuna kitu ambacho, kwa nini hata nimeamini? Kwa nini nakwenda kanisani? Sifahamu. Sikujua kwa nini nakwenda kanisani. Huu kweli wote sikufahamu. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo nilikuwa navifanya ilikuwa ni mimi mwenyewe kwa juhudi zangu kujaribu kumrudia Mungu. Kujaribu kutafuta njia ya mimi mwenyewe kufanya kwa juhudi na kumrudia Mungu. Hii ni dini. Wanadamu wametafuta dini, kwamba labda kwa dini zetu tunaweza kumrudia Mungu. Nikiwa mtu wa kuhudhuria sana ibada, nikifanya kwa juhudi mimi mwenyewe. Dini ni mpango wa mwanadamu yeye kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anapanga yeye mwenyewe. Kwa hiyo hii ilikuwa ni njia ambayo mwanadamu alijaribu kutafuta sasa kutoka kwenye hali hii, kwa sababu hali hii si nzuri. Kwa hiyo nitafanyeje kuziba utupu huu ambao upo ndani ya maisha? Giza hili ambalo liko ndani ya maisha hii, matatizo haya ya asili, natatua vipi? Dini. Kwa hiyo mimi tangu mwanzo pia nilifikiria nakwenda kanisani sana, karibu wiki nzima kanisani, maombi ya asubuhi nafanya kwa juhudi. Dini pasipokuwa na Mungu, hii ni dini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni njia ambayo mwanadamu alikuwa anajaribu kumrudia Mungu yeye mwenyewe kwa nguvu zake. Lakini njia nyingine ambayo wanadamu wametumia kujaribu kumrudia Mungu ni elimu, filosofia. Lakini kwenye Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 Paulo anasema mtu yeyote asiwadanganye kwa elimu ya bure na mafundisho yake matupu ambayo hayako katika jinsi ya Kristo. Kwa hiyo hali hii na elimu hizi mimi nilizipokea nyingi sana. Kwa hiyo kila wakati najaribu kusoma kwa juhudi. Nilijaribu sana kujaribu kuwafurahisha wazazi, nikifikiri labda nikiwafurahisha wazazi kwa namna hii, mimi siku moja Bwana nitabarikiwa, nitaweza kukutana na Mungu, kwa sababu labda wazazi wangu wakifurahi hata mimi pia Mungu ananibariki. Nilikuwa nafikiri namna hii. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mawazo ya uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu matendo mema. Wanadamu wengi wanajaribu kufanya matendo mema. Kweli nakumbuka siku moja hata mimi niliwahi kumkuta omba mmoja barabarani. Nilipomkuta omba mmoja barabarani, mimi nimesoma na kaka Baraka pale Moshi Technical. Kwa hiyo wakati fulani niliona Baraka alikwenda Uingereza. Hii ilikuwa ni system ambayo iko shuleni kwetu, kwamba wanafunzi fulani wanaofanya vizuri wanakwenda Uingereza. Kwa hiyo na mimi nikasema okay, sawa. Kwa sababu Baraka alikuwa amenitangulia mimi ninapoanza form 1 yeye anamaliza, nikasema na mimi siku moja natamani kwenda. Kwa hiyo nilimuona omba fulani barabarani. Kwa hiyo nilichukua pesa nilimpa yule omba. Alafu nilimwambia yule omba, siku moja nataka kwenda Uingereza na mimi. Kwa hiyo niombee kwa Mungu, nijaribu na mimi kwenda Uingereza. Yaani nilifanya vitu vyote hivi kwa tamaa. Nafanya matendo mema, lakini motivation yangu, hamasa yangu ya kufanya jambo lile ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wanafanya matendo mema. Kweli kila mtu anafanya matendo mema, lakini Biblia inasema katika Isaya 64 mstari wa 6, hata yale matendo yetu mema sasa yameharibiwa kabisa, kwa sababu hatumjui Kristo. Matendo mema hayafai tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kweli nilijaribu kuishi maisha fulani ambayo ni ya kufanya vitu vizuri, lakini wakati mwingi nilikuwa nakutana na vikwazo mbalimbali, kwa sababu nilikuwa najaribu kufanya mimi mwenyewe kwa nguvu zangu. Haiwezekani kumrudia Mungu kwa namna hii ya kufanya kwa matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu baada ya kuwa mwanadamu huyu sasa ameachana na Mungu yeye mwenyewe
alitengeneza njia, sio mwanadamu, hapana, Mungu mwenyewe alitengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa, utaponda kichwa cha Shetani. Hii ilikuwa ni ahadi kamili ya ujio wa Kristo, ahadi ya Masihi kuja ulimwenguni, ambaye huyu sasa atakuwa ni njia ya kumfanya huyu mwanadamu, kunifanya mimi ambaye nipo katika hali hii lakini sifahamu, kuweza kumrudia tena Mungu na kuwa pamoja naye, kurudisha hali yangu ya kwanza. Uzao wa mwanamke, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu pia tunaona ahadi hii kwenye Kutoka sura ya 3 mstari wa 18. Waruhusu watu wangu wakanitolee dhabihu, kwa ajili ya kwenda kumtolea Mungu dhabihu. Dhabihu gani? Ya damu. Maana yake nini? Bado ni ahadi ya Masihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuja kuona tena kwenye Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamuita Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi maana yake nini? Mimi nilikuwa nimeachana na Mungu, sasa ninaweza kumbe kukutana tena na Mungu, ninaweza tena kumrudia Mungu. Hali yangu ikarudi katika ile hali ya kwanza ya mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa katika umakini wa kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa ajili yetu. Hii ilikuwa ni ahadi ya Mungu, ambapo sasa tunakuja kuona kwenye Yohana 3 mstari wa 16. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 3 mstari wa 16 inasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, ni Mungu mwenyewe alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwanawe wa pekee ni nani? Kristo. Mathayo sura ya 16 mstari wa 16. Petro akakiri akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo huyu ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai, Kristo huyu ni nani? Leo tujifunze kweli huu ambao kweli mimi sikuufahamu. Sasa nimegundua. Kristo maana yake ni yule Masihi aliyetabiriwa tangu mwanzo huku. Huyu ni mpakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Mpakwa mafuta huyu, kwa nini ni mpakwa mafuta? Biblia Agano la Kale tunaona watu wa aina 3 ambao walipakwa mafuta kwenye Biblia. Kwanza kabisa manabii walipakwa mafuta. Manabii walipakwa mafuta, lakini makuhani pia walipakwa mafuta. Lakini pia wafalme walipakwa mafuta. Wote hawa, hata sehemu nyingine Biblia inasema Sauli ni Masihi wa Bwana. Wafalme hawa walikuwa ni Masihi, lakini hawa wote walikuwa ni kutabiri kwa ajili ya ujio wa Kristo, ambaye huyu sasa atakuja kama nabii wa kweli. Biblia inasema katika Yohana sasa sura ya 14 mstari wa 6, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana yake nini? Mimi ambaye nilikuwa nimeachana na Mungu, nilikuwa nimeachana na Mungu kabisa, Mungu kupitia Kristo ambaye ni nabii wa kweli, sasa anafungua njia ya mimi kuweza tena kukutana na Mungu. Mungu pamoja nami, Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili niweze kurudi huko. Kwa hiyo Yesu ambaye ni Kristo akaja sasa kama nabii wa kweli kwa ajili ya kunirudisha mimi katika hali yangu ya kwanza. Lakini kwa ajili ya kutatua tatizo hili la dhambi, Kristo akaja kama kuhani wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Rumi sura ya 8 mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria hii ya uzima ulio katika Kristo Yesu imenitenga mbali, imeniondoa mbali mimi na sheria ya dhambi na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sipo chini ya dhambi tena. Imenitoa katika hii sheria ya dhambi na mauti. Sasa hivi Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini tunaona kwamba Kristo anakuja
kutatua hili tatizo kabisa la dhambi na mauti linaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kifo mara ya kwanza baada ya mwanadamu kumwasi Mungu, kifo cha kiroho kilitokea, lakini sasa Kristo amekuja kwa ajili ya kutatua tatizo hili. Lakini tukisoma kwenye Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8, atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu alikuja ili apate kuzivunja mamlaka za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu amefanyika kuwa nabii wa kweli, amefanyika kuwa kuhani wa kweli, amefanyika kuwa mfalme wa kweli. Huyu ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Kristo. Kwa hiyo mimi katika hali hii, au sisi wote katika hali hii ya kutokumjua Mungu, kweli namhitaji Kristo kwenye maisha yangu. Kweli namhitaji Kristo ili niweze kurudisha uhusiano huu wa kwanza ambao ulipotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata sasa Kristo huyu Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, yuko mlangoni. Yuko mlangoni. Mlango wa moyo. Anasema nini? Tazama niko mlangoni nabisha hodi. Mtu akifungua mlango wa moyo wake, nitaingia kwake, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu Kristo yuko hata sasa hivi mlangoni anabisha hodi. Kwa nini? Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 9, sura ya 10 mstari wa 9, ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini moyoni mwako ya kwamba alifufuka na ya kwamba ni mwana wa Mungu, utaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu baada ya kuokoka, Biblia inasema kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi mioyo yetu, kwa sababu tupo katika hali hii kweli kila wakati, lazima kumkaribisha Kristo ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kufungua mioyo yetu kumkaribisha Kristo aingie. Kila siku sisi tunamhitaji Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa maana hii sisi wote kwa pamoja twende tuseme sala ya kumpokea Kristo ndani ya maisha yetu. Tufanye maombi ya kumpokea Kristo ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tufumbe macho kwa pamoja tuombe, alafu utanifuatisha maneno haya. Sema: Mungu Baba wa upendo, mimi ni mwenye dhambi. Ulikufa kwa ajili yangu na ukafufuka, ukavunja mamlaka yote ya dhambi na nguvu ya shetani, ukaniokoa kutokana na shida zote za maisha. Sasa hivi nakupokea moyoni mwangu kama Bwana na Mwokozi wangu. Karibu unitawale milele. Niishi kila siku nikifurahia baraka ya kuwa mtoto wa Mungu. Nakushukuru kwa kuniokoa. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa umempokea Kristo ndani ya maisha yako. Nini kinafuata katika maisha yetu? Sisi kuishi kila siku tukifurahia baraka 7 za watoto wa Mungu. Baraka 7 za watoto wa Mungu ambao sasa tumekwisha kumpokea Kristo. Biblia inasema baraka ya kwanza, baraka kuu kabisa, Mungu anakuwa pamoja na sisi. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi sasa hivi Roho Mtakatifu yuko ndani yetu.
Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu umefungua mlango wa moyo wako. Kristo ameingia ndani ya moyo wako. Kwa hiyo Mungu yuko pamoja nasi. Mungu yuko pamoja nami. Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo tufurahie baraka hii kila siku kwenye maisha yetu. Amen. Alafu Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu, Biblia inasema kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 26, tunapata uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatukumbusha kufanya yale yote ambayo Kristo ametuagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu. Alafu kumbe sasa hivi hata tukiomba maombi mbele za Mungu, Yohana sura ya 14 mstari wa 14, tunapata majibu. Tunapata majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkiniomba jambo lolote kwa jina langu, jina la nani? Sio la mimi, jina la Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, sisi tunapata majibu ya maombi. Kwa nini? Sasa hivi sisi tumepata hizi baraka kwa sababu Kristo yuko ndani yetu. Kwa hiyo hiki ni cheo chetu sisi. Mpaka hapa hiki ni cheo ambacho lazima tukifurahie kwenye maisha yetu kila siku. Lazima tufurahie cheo hiki. Lakini tunakumbuka mwanadamu aliumbwa mwanzo kabisa, alipewa mamlaka, alipewa uwezo wa kutawala. Lakini mamlaka hii iliharibika baada ya matatizo haya ya asili. Lakini sasa Mungu anaturudishia mamlaka kupitia Luka sura ya 10 mstari wa 19. Nimewapa amri ya kukanyaga nge na nyoka. Hii ni mamlaka ambayo Mungu ametupa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila wakati tunapotembea tugundue Mungu amenipa mamlaka. Kweli mimi sikufahamu kweli wote huu, nilikuwa sijui kabisa. Lakini sasa namshukuru Mungu, naelewa kumbe nimepewa mamlaka, mimi siko chini ya dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu namba 5, Biblia inasema kwenye Waebrania Ebrania sura ya 1 mstari wa 14. Tunapata ulinzi wa malaika. Hata sasa japokuwa kweli hatuwaoni malaika, lakini wapo hapa wengi kuliko hata idadi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatulinda kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, tumempokea, tumeamini, tukampokea Kristo moyoni mwetu. Alafu Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Hata baada ya kufa, hatima yangu sasa hivi imebadilika. Hatima yako sasa hivi imebadilika. Mara ya kwanza wakati ndipo katika hali hii, hatima yangu ilikuwa ni baada ya kufa ni jehanamu. Lakini sasa hivi Biblia inatuambiaje? Sisi uraia wetu si wa duniani tena, uraia wetu ni mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi sio watu wa hapa duniani tena. Hata tukifa tunakwenda kwa Baba mbinguni kwa sababu sisi ni watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uraia wa mbinguni. Halafu baraka kuu kabisa na misheni kuu kabisa ambayo Mungu sasa anatupatia baada ya sisi kugundua hali hii, kugundua ukweli huu. Sasa Mungu anataka twende kwa watu wote, tuambie ukweli huu, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Si tunaamini kwamba tumepokea Roho Mtakatifu, yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tumepokea Roho Mtakatifu, basi wale watu wote ambao hawajui kuhusu ukweli huu wote, hawajui kuhusu hali hizi zao zote za kiroho ambazo zinawatenganisha pamoja na Mungu, sisi twende tuwaambie ukweli huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uinjilisti, baraka ya kufanya uinjilisti, kuwafundisha wengine kuhusu neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu, kweli sikufahamu ukweli huu mimi hapo mwanzo, lakini kila siku namshukuru Mungu kwa kupata mafunzo
na kwa kukutana na missionary Mungu amenisaidia, nimeweza kugundua injili hii kamili ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na naombea tuishi maisha haya kufurahia hizi baraka za Mungu kila siku kwenye maisha yetu. Amen. Amen. Basi tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupa sisi kusikia neno lako. Baba, hata tulipokuwa tungali wenye dhambi, tulipokuwa tumeachana na wewe Mungu kwa kutupenda ulimtuma mwanao Yesu Kristo. Hata sasa tunakushukuru kwa sababu Kristo yuko ndani ya mioyo yetu hata sasa. Na tunaomba Mungu wetu upate kutusaidia sisi kuishi maisha yetu kila siku tukifurahia baraka hizi 7 za kuwa watoto wako. Nimeomba haya kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.